ameandika 20. Amesema nini? Kondoo mume, kondoo mume. Tena sio kenye mkia umekaa umenyoka katu speak hivi. Kondoo aliyenona. Unajua maana kondoo mkamilifu? Ndio kondoo mkamilifu. Ukienda kama hujajua waulize wa Arusha ama wa Meru. Ndio atakwambia maana kondoo mkamilifu. Twende. Kondoo mume wa katika kundi lake mkamilifu. Sawa na hesabu utakayemwandikia wewe macha, utakayemwandikia kuwa sadaka ya hatia, alafu na kumpa kuhani, utaipitisha hapa na huyo madhabahu. Nisema hapa. Na huyo kuhani atafanya, na huyo bishop macha atafanya upatanisho kwa ajili yake mbele za Bwana, kwa ajili zake mbele za Bwana. Naye atasamehewa katika jambo lolote. Sema jambo lolote. Jambo lolote. Hata kama alifanya mara 6 mara 12, jambo lolote alilolifanya hata akapata kuwa mwenye hatia kwalo. Sasa ngoja nikwambie, ngoja nikupete kitu kimoja katika kitabu cha Samueli wa pili sura ya 24 na mstari wa 25. Samueli wa pili sura ya 24 mstari wa 25. Neno la Bwana linasema, naye Daudi akamjengea Bwana madhabahu. Naye Daudi akamjengea Bwana madhabahu, akatoa sadaka za kuteketezwa. Akatoa sadaka ya kuteketezwa, sadaka za amani. Sadaka ya amani. Basi Bwana aliridhia nchi. Bwana akairidhia nchi. Na tauni ikafanyaje? Sema tauni itazuiwa. Umaskini utapotea. Magonjwa yanapotea. Lakini ni mpaka sadaka. Maana walikuwa wanakufa kweli 70,000 wanaanguka kwa tauni sababu ya kosa la mtu mmoja. Daudi akajua kumbe kuomba haitoshi. Haitatosha dawa. Nini? Tafute sadaka dhabihu. Nitafute na kiwanja nimjengee Bwana madhabahu, ili tauni iondoke kwangu. Alipofanya hivyo tauni ikatulia. Usije ukafanya mchezo. Kwa mganga umekwenda, hata dokta wa kimwili tu ulienda ukatoa mimba hiyo kwa 50,000, wengine hata kwa laki. Leo unakuja kusikia kwa unaona tu ni rahisi hivi. Hapana. Bahasha hii utaenda naye. Na ukificha ni sawa. Ukiona haifai ni sawa. Hatumlazimishi mtu na siku point. Lakini utajua kwamba Mungu ameleta semina hii kwa wakati mwafaka. Na hatufanyi hivi ili kama tunakulaani na tamani Mungu akufungue. Hakuna laana itakayokupata. Lakini si vema usikie. Mkikubali na kutii mtafanya nini? Ndivyo tu. Basi ukikataa taangamia. Maana neno la Bwana linasema sio mimi hapo sikuhukumu, usione kama nakuhukumu. Tulifanya enzi za upumbavu na lazima tubadilishe. Sikiliza. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Soma katika kitabu kile cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 16 na 17. Waebrania 9 mstari wa 16 na 17. Neno la Bwana linasema, maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti aliyefanya. Lazima iwepo mauti yake aliyefanya. Kwa maana agano la urithi lina nguvu. Agano la urithi lina nguvu. Palipotokea kufa kwa mtu. Linapotokea kufa kwa mtu. Agano la urithi lina nguvu linapotokea mahali alipokufa mtu. Kama uliua, lile agano lina nguvu.
litakufuatia kila unapoenda. Si amekufa mtu? Unajua damu ni uhai. Kila unapopita linatembea na wewe. Ingia ofisi yote, nenda Marekani, litaenda na wewe. Ndio maana Yesu ana nguvu, kwa sababu alikufa. Alikufa. Kwa hiyo kama alikufa, damu ikamwajika, ndio maana tunakombolewa. Tukinyosha hilo pepo wanakwenda. Tukikemea kansa inaondoka. Tukikemea wachawi wanapigwa ndani kwa jina la Yesu Kristo. Yesu yu hai. Mwambie wenzako, Yesu yu hai. Kama kufa mtu, nasikia na mstari wa 17 anasema kwa kuwa halina nguvu, kwa kuwa halina nguvu, akiwa yu hai yeye alifanya. Kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanza pasipo damu. Hata lile agano la kwanza halikuanza pasipo nini? Damu. Tambua damu inayo. Kwa hiyo unapoenda kwa mganga ukachanjwa chale, kwa sababu hilo agano linakuwa hai. Linakuwa hai, lina nguvu mno. Linasema huyu tulipatana naye, tuliwekana naye agano. Unajua, ngoja nikwambie, katika kitabu cha Isaya 28:15 Biblia inasema, maana mmesema tumepatana na kuzimu, tumepatana na mauti, tumefanya agano na kuzimu. Yuliza ni kwa nini? Wewe ulikuwa unaenda kwenye makaburi, unapewa vyakula vya kipepo, unapewa vyakula vya kiganga, unavuta kila kitu chochote. Wamekuchanja kwenye utosi, wamekuchanja ulimi, wamekuchanja kitovu, wamekuchanja mgongo, wamekuchanja miguu, kila mahali unachaleza. Alafu tu umeingia tu mzima hivi kama samaki ambaye hata hajaparuliwa, unajifanya wewe unaliwa. Mtu si kuje macha tu aje tu akukange, akuingize tu kwenye safuria na kukukanga. Eti mama wewe unaona nikukuletea samaki na satu usamkara hivyo na utumbo wake na magamba yake hayajaparuliwa, tukwambie nipikie pilau nzuri. Sasa basi wa mama, labda nyinyi mnajua mnaweza kumkanga vizuri mkimwekea viungo vyote. Na inaitwa nini? Fish masala. Inaitwa bifu. Kuna viungo vingi. Unaweka na uikange mboga vizuri. Lakini na utumbo wake mwenzangu na magamba hayo, si lazima uparuliwe. Mwambie leo tunaparuliwa. Samaki wamevuliwa. Wamevuliwa, sasa lazima waparuliwe, wakae samaki wazuri. Wanayefaa kula. Tusidanganyane hapo. Hao wewe ukachimbe mihogo tu, uje upasulie tu kwenye safuria, hata utoi maganda. Yaani maganda yake. Au ndizi tu uingie tu porini tu kata ndizi. Jamani, weka hiyo tufanye haraka hivi. Ala. Mbona unataka kutufanya wajinga? Lazima tumenye ndizi. Mwambie mwenzio tumenye ndizi lazima. Kubali kumenywa. Ili kule bachalari mzuri. Bwana asifiwe sana. Amen. Gideon. Ni andiko lipi lile? Yule jamaa alipigana vita ikawa ngumu sana. Kumbe kuna kinachosababisha maadui wanazidi kuja tu, wanapiga tu, wanapiga kila kitu. Ukifikiri unatokea hapa unapigwa, ukifikiri kinapigwa, ukipata hela mahali fulani ukija hivi unapigwa kila mahali. Mpaka ikafikia yule bwana akasema, hapa kumbe hakuna ujanja.
lazima afe mtu, lazima afe mtu ili tupone. Sio, unanielewa vizuri? Unacheza, usicheze na agano. Agano sio kitu cha kufanyia masiara hata siku moja. Hebu twende. Naye mfalme wa Moabu alipoona kwamba ameshindwa vitani, alitoa pamoja naye watu 700 wenye kufuta, akachukua maaskari 700 wenye kufuta upanga ili wapenye hata kwa mfalme wa Edomu, wala hawakudiriki. Ndipo akamtoa mwanawe wa kwanza. Akamtoa nani? Mwanawe wa kwanza. Yeye ambaye angetawala mahali pake, yeye ambaye angetawala katika kiti chake, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa, awe sadaka ya kuteketezwa juu ya ukuta. Ukawa hasira kuu juu ya Israeli. Basi wakatoka kwake wakarudi kwenda nchi yao wenyewe. Akashinda ile vita, akaishinda, lakini mtoto wa kwanza amefanyaje? Amekuwa sadaka. Wewe unaweza kuambia laki moja unainua mabega, unafanya mchezo na agano, unafanya mchezo na agano. Mungu akupe neema. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nani ananielewa? Unanielewa mtumishi wa Mungu? Amen. Utaumia kidogo lakini utapona. Amen. Ujumbe umekuja kwa wakati mwafaka. Amen. Na Mungu ainue kizazi chako na hutateseka tena. Utamwona adui anayecheza na maisha yako. Utamwona huyo bibi anayecheza na watoto wako, aliyezuia kazi yako, aliyezuia biashara yako. Leo ataonekana na lazima ataachia. Na pia utaachia tu, utaachia mali zako, utaachia fedha, utaachia biashara, utaachia watoto wangu katika jina la Yesu. Mmenielewa vizuri? Nimemaliza kwenye damu. Agano, kuvunjwa na agano ya kiganga na kichawi. Nisema Lawi 17 ule mstari wa 7. Agano la kiganga na kichawi. Sikiliza, unajua tunapokiri, usiogope, unapokiri mambo yako ndio mahali Mungu anatenda muujiza. Amen. Sikiliza, wala moja, kuna watu hapa walidaiwa mbuzi weupe kwa uganga, na ina maana, na kuna watu walifunikwa na sanda nyeupe kwa waganga wakifukizwa, na kuna watu walichanjwa chale katikati ya utosi. Ili imekusanya ufahamu wako hivi na ushika mkamisho. Wengine wakachukuliwa nywele, wengine wakanyolewa nywele kwenye misiba. Kwenye misiba ina sababu. Ngoja nikwambie, asili ya nguvu ya Samson ilikuwa wapi? Na nywele ilipochukuliwa alikuwa na nguvu tena? Na sababu. Kila unyoya wako ulioenda una sababu. Damu yako iliyowekwa kwenye kibuyu fulani ina sababu. Usipuuzie agano. Usiende kwa agano umeenda kila mahali, umechanjwa chale kila mahali, alafu eti unakuja kuweka kwenye bahasha hii shilingi 2,000. Ngoja wewe cheza na agano. Cheza na agano. Kwa Mungu unaona yeye Mungu huyu ni wa kutoa tu hivi hizi senti, lakini kwa mganga uliona kumefaa. Msikilize, kila agano linayo masharti na taratibu. Msikilize, anasemaje? Anasema wala hatatoa tena sadaka zao kwa
kwa Mungu. Hawatatoa tena sadaka zao. Na unajua ulikuwa unazitoa wapi? Sema kwa majini. Majini. Sasa jini likikujia na umefunga nayo ndoa, umempa zawadi ya pesa na umefunga naye ndoa, si ndio? Anasema hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini ambao waliwafuata na kufanya uasherati na kufanya uasherati. Angalia tu waganga. Unajua kuzini na waganga sio lazima mpaka ukasema ulizini nao, ingawa wako wengine walizini nao hivyo, lakini wako wengine lile jini likishaingia kulitapeleka, linaweza likakupelekea pepo la uasherati na kila aina, likakutesa mno kila unapoenda. Na mahali leo tunayekuta, jana nilikuwa nasema kuwekwa alama, agano la alama. Bwana asifiwe. Katika Yeremia 48 mstari wa 37, agano la alama. Maana kila kichwa kina upaa na ndevu zote zimenyolewa, mikono yote ina alama za chale, na viuno vyote vimevikwa nguo za magunia. Sasa vimevikwa nguo za kaniki. Fuatia mstari vizuri. Narudia tena katika Yeremia 48 mstari wa 37 inasema, maana kila kichwa kina upaa. Maana yake umenyolewa nywele. Sasa tulisema upaa kuanzia babu yake. Nani walinyolewa nywele hapa kwenye mshipa? Nyosha mkono, nyosha. Umeungamanishwa. Wote wengine wakikuchukua tu nyono umekuchukua hivi hivi. Kuna sababu. Maana kila kichwa kina upaa na ndevu zote zimenyolewa, mikono yote ina alama za chale. Hamna chale? Na viuno vimevikwa nguo za magunia, na juu ya dari zote za nyumba ya Moabu na katika njia kuu zote pana maombolezo kila mahali, kwa maana nimevunja Moabu kama chombo kisichopendeza, asema Bwana. Na kwenye dari utasikia vitu vinatembea niki. Huyu sio paka, huyu ni mtu. Utasikia vishindo sehemu fulani, kwenye kona fulani kuna mahali pana ishara ya namna hiyo kwenye nyumba. Saa ingine unaweza ukatokewa na panya wengi. Saa ingine inakuja msimu mwingine ni wamende, msimu mwingine ni wadudu wa ajabu ajabu, msimu mwingine wanaamua kuleta njia ya magonjwa. Leo kunapigwa hichi, kinapigwa hichi, kinapigwa hichi, kinapigwa hichi, kinapigwa hichi, ni kuumwa tu. Kunatokeza manuksi ya ajabu ajabu. Nyumba zao, mahali pengine nilisoma anasema nyumba zao zitajaa bundi, zitajaa bundi. Tende anasema tambua haya yote yaliyotajwa ni alama za maagano. Kunyolewa nywele kwa ajili ya wafu, kunyolewa ndevu, alama za chale, kuchimbia hirizi ama chupa au chungu au yaiviza, kuvalishwa shanga,
kuvalishwa hirizi, kuvalishwa pete, kuvalishwa bangili, kukabidhiwa fimbo au kofia au koti au kiti au jiwe au mti, ama kwenye milima na mapambo. Hao watu wote walipita kwenye miti, miungu ya kwenye miti, miungu jiwe, miungu nini, inakusanyisha madhabahu. Sasa kama tesa Kiingereza, upande wa huku unalichukuliwa nywele kwenye utosi, naona mmoja, na kuvalishwa sanda nyeupe na nguo, na mmoja huko na mwingine yuko hapa. Sisi tunasema kwa manufaa ya kufaidi watu wapone. Amen. Sisi tunataka watu wapone. Amen. Kuna watu kupo hapa leo. Amen. Kuna watu walijipaka yale mafuta usiku wakasikia vita kweli. Nani alisikia vita? Vita? Ulisikia nini? Mikono yote inauma. Mikono yote ilikuwa inauma, inazunguka mpaka mgongoni mpaka tumboni. Baada ya kupaka. Ole. Watu leo nataka wapone leo. Utapona, nitakuombea na utapona. Utatoka kwenye kifungo hicho. Hata kama ulienda kwa waganga, wanasema mimi leo naishtaki hii dhambi. Unasema leo namshtaki, siendi tena. Mimi nilienda na siendi tena. Amen. Kisema hivyo kuna uzima. Amen. Nataka mtu wa kwanza aponywe hapa. Amen. Na kama ulivalishwa pete inang'oka leo. Amen. Na ing'oa kwa jina la Yesu. Bangili na zing'oa. Bangili na zing'oa. Na kama ni nywele zako zilichukuliwa zinarudishwa. Pepo utapiga kelele tu. Nikianza pepo lazima wapate fimbo. Na ulivalishwa pete aisa na bibi yako kwa mganga. Nyosha mkono. Amina. Amina. Usipate shida. Wewe ulivalishwa nini? Simama. Usiogope. Umevalishwa pete na mganga. Umevalishwa nguo nyeupe. Sema basi pole. Na nyekundu, nyeupe na nyeusi. Nawe pete kwa mganga. Tulia. Kaa tu mwanangu, unapona. Leo ni siku ya uponyaji. Na sijasema kwa ule kwa tangazo, ufunge domo lako hivi. Amen. Ukusikia wewe ya kwako, ungekujua wewe, au nataka nikufunue vifungo vyako, ufungue marinda yako, uone ya kwako. Kila mtu ana yake hapa, na naishia hapa. Ukitoka nayo na shetani anatoka na wewe. Tunamalizia hapa madhabahuni. Siri ya Bwana iko kwa mchao. Mtu akienda, mtu anapimwa, hata nini, kila mahali anajua ana ligonjwa la kaswende, huyu sijui nini, kila mtu takataka zake. Anajua ndio jinsi ulichopanda ndio uliovuna hicho. Lakini vina dawa. Yesu yuko hapa. Ni dokta mkuu, atawaponya wote. Hizo ni zama za ujinga. Hamna mtu wa kupita. Hata mimi. Nafikiri kuna ng'ombe nazaliwa na pepo.
hata mimi nimepita kwa waganga kweli, nimechanwa hata na shoka. Ndio maana mchezo nani akupita? Mimi nimepita, nimeshakuja nimezinduka kwenye kaburi nikakasi kuta. Ili niende vizuri. Unaona mchezo? Na bali hizi, wacha mchezo. Nilikuwa kuna nywele fulani zilikuwa nimenyoa hapa pakabaki nywele hivi. Zikicheza hivi unasikia unuka haraka. Kimbia, askari wanakuja. Yaani natoka sasa hivi askari wameingia. Nakwambia ilikuwa kazi kunikamata. Sio mchezo. Nakwambia ziko hizi zinapumua. Hasa kila mtu akipitaga ndio Bwana Yesu atusamehe. Mimi kama ungenijua ungenipata. Wewe samehe tu mama Bishop. Lakini ni mambo yetu ya huko jana. Siku naenda kwake. Bwana asifiwe jamani. Kila mtu anaya kwake. Alipita walikuwa korofi, nina mizimu ilikuwa kwetu, walikuwa mafuvu kama 7, 8, 9 ya vichwa vya watu. Tulikuwa tunaenda kuabudu kwenye mji mkubwa hivi, una masala yanazunguka. Tunaabudu pale, tunakunywa pombe, tunafanya nini, lakini kanisa letu. Na tukienda kanisa letu lilikuwa linaongea. Yule kiongozi wetu nenda Bwana ukibariki pombe hii. Unazabahuni. Unakunywa mpaka macho yanatoka hivi. Sasa, unafikiri kila mtu akona lingine lake? Hapa tunataka sana hapa. Yesu yuko hapa. Lazima upokee miujiza. Yes! Utapokea miujiza. Wewe usifikiri tunasema ni wewe tu. Kuna na wenzio wa shamba kuliko wewe. Unajiona wewe ndio wewe. Wenzio wamekwambia ya kwao. Kama ndio unataka. Kila mtu ana lake. Kila mtu ana lake. Walifanya mabaya. Kwa hiyo hapa tunaposema hivi, kila mtu uangalie furushi lako. Uone kibanzi kwenye jicho lako. Boriti kwenye jicho lako, ndio uone kibanzi kwenye jicho la mtu. Usipende sana kupointi wenzio. Hala ukiona Mungu anampointi mtu kama yule, tayari Mungu anaonyesha uponyaji. Ndio maana yake Mungu anamponya yule. Wenzio wamekuja, tamani hata Bwana aseme na wewe. Akulishe amuone baba yako. Tunataka ni Bwana aone mambo yako. Ndio hapa angalia na kwako. Bwana asifiwe. Amen. Sikiliza. Katika Kumbukumbu ya Torati sura ya 14 na mstari wa 11, Biblia inasema hivi. Kumbukumbu 14 mstari wa kwanza. Ninyi mmekuwa wana wa Bwana Mungu wenu. Msijitoje miili yenu, wala msifanye upaa katikati ya macho yenu kwa ajili ya waliokufa. Msijitoje, yani msichanje, wala msinyoe upaa kwa ajili ya waliokufa. Hasa mizimu ya kule, yani mtu akifa usiponyolewa nywele. Hebu niulize, hata nikuuliza wewe msomi. Hebu niulize ile nywele ulikuwa unakatwa za nini? Jiulize, mtu amekufa alafu unakatwa nywele za nini? Mungu mwambie mzambe ushangaa mzangu. Hebu ushangaa ni za nini mtu? Ni za kazi gani? Jiulize. Kama hazina agano fulani, zinaenda kumfariji huyu maiti, zinaenda kumfanyia sana. Ni kwa nini? Umeungamanishwa nao. Katika Yoshua sura ya 2 na kule mstari wa 12,
Joshua sura ya 2 mstari wa 12 anasema, basi sasa nawasihi niapieni kwa Bwana, kwa kuwa nimewatendea ihsani, ya kwamba ninyi nanyi mtanitendea ihsani, nyumba ya baba yangu. Tena nipeni alama ya uaminifu. Ukienda kuchanjwa ni umetoa alama ya uaminifu kwamba hatutaachana, hatuachani tena, mimi na wewe Karimanzina. Nani anaelewa? Asante sana. Ni alama ya uaminifu kwamba hatutaachana. Ukiumwa na kichwa kidogo, kimbia kwa mganga. Ukisikia kimbia kwa mganga. Lete jogoo, lete kuku, lete mbuzi, lete pesa. Hatutaachana, wala utasaliti. Alafu leo umeonekana na chale zako za alama za maagano. Leo uko kanisani, watakufuata huko ama wakufuata? Ndio yeye kwenye maombolezo ni 5 mstari wa 5 anasema, watufuatiao wa juu ya shingo zetu. Tumechoka tusipate raha, wako juu ya shingo zetu. Nira tunagandamizwa, hata tukiwa kanisani tunagandamizwa, hata tukiwa mpewa sana tunagandamizwa. Leo ndio inafanya watu wanakimbia, leo wanaabudu mwezi mmoja ama miwili, tayari wameondoka tena kwa macha. Huyu wamekimbia sehemu nyingine. Unajua nini? Ni sababu wanaowafuatia wako juu ya shingo zao. Ni nani anayekufuatia? Unapaswa ujue. Bwana asifiwe. Ni mamizimu kama haya katika, nikasema hao walikutoa wanayekufuatia ni katika Zaburi ya 106 mstari wa 37. Amesema, na walitoa wana wao na binti zao kuwa dhabihu kwa mashetani. Walitoa wana wao na binti zao kuwa dhabihu, kuwa sadaka, wakawatoa, akasema wachukueni hao. Kwa hiyo utashangaa zile roho ukilala usiku ziko na wewe. Utajiota uko makaburini, utajiota uko msituni, utajiota unaporomoka kwenye shimo, utaota mahali umekaa unakula na watu usiowajua, utakuta uko na watu waliokufa, utakuta unaota majeneza, utaota vitu vya namna hiyo, unakimbizwa, unapaa. Wewe huna amani, hakuna usingizi mzuri usiku kwako hata siku moja. Kuvili nguvu ya maagano, na tukivunja, Mungu naye anatenda miujiza. Amen. Katika Matendo 19:19 anasema walivikusanya vitu vyote, alafu wakavichoma moto mbele ya watu. Vinachoma sio unatupa chooni. Chooni ndio kwenye majini, huko ndio kuna babu yake na shangazi yake. Kama ndio vinakusanywa, vinachoma moto. Hata kama ni bangili inakusanywa, hata kama ni pete inakusanywa, inachoma moto. Watu wanasema litupa pepo, litupu hivyo. Pepo linakaa kwenye madampo, mahali pachafu, linakaa chooni, kila mahali. Ndio maana utaona wengine wanaanguka bafuni wanakufa. Majini yanakuwa kule, majini makata, jini simba, jini mwarabu. Tambua kila alama au chale yoyote inayowekwa katika mwili ina maana na sababu zake. Mfano, alama ya nyoka mwilini, ama mamba, ama nge, ama upanga fulani. Hizi zote ni alama za maagano. Katika Mambo ya Walawi 21 mstari wa 5, Mambo ya Walawi 21 mstari wa 5. Nataka tuingie maombi mapema leo. Biblia inasema wasijifanyie upaa kichwani
wala wasinyoe pembe za ndevu zao, wala wasichanje chale katika miili yao. Wasinyoe mpa kichwani, wala wasinyoe pembe za ndevu zao, wala wasichanje chale katika miili yao. Ayubu 13 mstari wa 27 anasema, waitia miguu yangu katika mikatale na kuyaua mapito yangu yote.